iko hivi, unauza au mimi nauza ardhi. Unapokuja nyumbani kwangu, unasema nataka ninunue ardhi yako. Wewe unanipa pesa, unakaa pale kwenye ardhi. Kile nilichokichimbia pale, kile nilichorogea pale, kile nilichokifanya pale, mimi siondoki nacho na kuacha wewe nacho pale. Kitakutesa wewe na familia yako. Bado hujanielewa? Yaani kitakutesa. Ndio maana Wakristo mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Utakaponunua ardhi yoyote ile au chochote kile, utakaponunua, mwite mchungaji akitakase kwanza, kwa sababu wewe unafurahia tu nimepata milioni moja, alafu baada hapo unasema nilipopata milioni moja ngoja kwanza nijenge haraka haraka. Yule aliyekuuzia alikuwa na maagano yake. Ndio maana unafika pale unaanza kujenga nyumba, haiendi. Ukishamaliza migogoro imeanza kwa sababu ya damu ya Habili au ya nyama yoyote ile ambayo imehifadhika katika ile ardhi. Yaani unatakiwa ukijua hiki vyovyote vile, unatakiwa ukitengue kwa habari ya sadaka. Sasa asubuhi ya leo mimi sifundishi sana sadaka. Lengo langu ni ile mpango wa Mungu lazima utimie. Sasa wapendwa, usikilize swala lifuatalo. Ili uinuliwe na kubarikiwa kwenye maisha yako na mpango wako utimie, ni muhimu sana kuangalia mtu wa pembeni yako na jinsi anavyokwenda na wewe na jinsi unavyoendelea na wewe. Otherwise utakuwa unaishia kila siku kulia kwa ajili ya huyo mtu uliokuwa pamoja naye, ili mpango wako akuvurugie. Na watu ambao wanatuvurugiaga mipango kwa kawaida ni watu ambao tuko karibu nao. Baba mchungaji, ulisikia wapi ugomvi wa wanandugu ni mara chache sana kufungana, lakini mkishagombana mnachukuana mnaenda Kitobo, mnachukuana mnaenda shamba kwenu, mnatukuana sio mnaenda wapi huko, mnaenda kurekebisha. Kwa hiyo ugomvi wa ndugu na ndugu kufungana ni mgumu sana. Mtaenda kijijini. Ndio maana nimewahi kukuambia hapa na nakufundisha tena, muhaya mwenzangu nisikilize. Ili utake kusurvive kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, usimweke ndugu yako. Sio dhambi. Ndugu yako msaidie aende. Msaidie, mpe 500 aende. Shida wa Afrika tunataka tuseme tuna kaka yetu yuko mahali fulani, yule ni mfilisi, atakufilisi, ataviharibu. Asema kuna kaka yetu. Ukimweka kwenye duka anakuambia kuna kaka yetu. Unachotakiwa msupport aondoke. Hii kesi ya Kaini na Habili. Habili licha kuuliwa, Kaini sijawahi kumuona kwamba anafukuzwa wapi, ila anafukuzwa anatangatanga, ila hajauliwa kama mwenzake. Bado hujanielewa? Yaani Kaini amefukuzwa kwenye uso wa Bwana, lakini hajauliwa kama mwenzake. Kilichotokea sasa, baada ya kufa, Mungu akasema sasa hapa nitafanyeje? Mpango wangu ni Adamu kuheshimiwa. Mpango wangu ni Adamu kuheshimiwa. Unisikize kwa makini. Kuzimu haina adabu wapendwa. Wanamchukua yule yule aliyeinuka ili turudi tena kwenye aibu. Na nafikiri utakao unanielewa. Yaani umekuwa mwalimu, umekuwa engineer, mfanya biashara, mkulima mzuri sana. Wanasema huyu, wanajivunia sana. Ndio maana ukisikia tuna kaka yetu yuko Mleba, hicho cheo ni kigumu sana. Kila mtu au kila kuzimu inataka impige huyu ambaye anategemewa na watu wote. Bado hujanielewa? Narudia tena. Ukisikia kwamba yuko Mleba, yuko mahali fulani, yani kuzimu inamtafuta mtu huyu kwa udi na uvumba ili mmalize. Iko wapi? Iko kwenye Habili. Habili ametegemewa na wazazi wake, na Mungu anasema nina jembe langu liko mahali fulani. Huyo mtoto ambaye alikuwa anategemewa, ambaye amekubaliwa na Bwana na wazazi wake wanamkubali, huyo anauliwa. Ndicho kinachotokeaga. Kwa hiyo mafanikio yako usipoomba kwa Bwana, uwe na uhakika kwamba kuzimu inakutafuta mpaka basi ili kumalize. Lengo aidha ni kupeleka aibu kwa wazazi au kwa watu ambao walikuwa wanakutegemea. Mfano mzuri, kule kijijini miaka fulani hivi, japo nimeondoka mdogo, nikienda likizo wanakuambia Afuire, maana Afuire amekufa, si yeye kwenu inakuwaje? Afuire tata Afuire nini? Alijua askari, yani nani? Alikuwa askari, ndio walikuwa wanamtegemea. Hujawahi kuona mtu yule ambaye anategemewa kwenye familia ndio ambaye anauliwa?
anaandamwa ili aibu irudi. Ni maombi yangu kwa Bwana asubuhi ya leo, wataleta upanga kwako, lakini hautakufa kwa jina la Yesu. Maana unategemewa. Sema amen.